Mwaka 2026 ni miaka 50 tangia Tanzania tumeanza kuadhimisha maonesho ya biashara ya kimataifa nchini Tanzania maarufu kwa jina la Sabasaba. Lakini ni miaka dahari na dahari tangia binadamu wawepo katika sura ya dunia. Ndivyo ambavyo Ngorongoro wanatukumbusha basi kwamba turudi nyumbani, kwa maana kwamba binadamu wote tulitokea katika eneo linaloitwa Ngorongoro leo hii, eneo ambalo binadamu wa kwanza aliweza kutokea na kuishi hapo. Kuna ushahidi wa kitaalamu na wa kisayansi unaothibitisha haya yote, kwamba binadamu wa kwanza wa kuishi katika dunia hii aliishi katika eneo la Ngorongoro. Leo hii basi mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro wanatumia fursa ya miaka 50 ya maonesho ya biashara ya kimataifa ya Sabasaba katika kuwakumbusha Watanzania na walimwengu kwa ujumla kwamba turudi nyumbani. Binadamu walianzia Ngorongoro. Wanatukumbusha historia ya miaka dahari na dahari tangia binadamu wawepo katika sura ya dunia. Leo hii kwa kupitia fursa hii ya maonesho ya Sabasaba, ambapo basi wamekuja kutumia fursa hii kuwaonyesha ni nini ambacho wanakifanya katika shughuli zao za kila siku, kuwavutia Watanzania na walimwengu kwa ujumla kuja kutembelea katika eneo hili, eneo ambalo lina ushahidi wa kisayansi kwamba binadamu aliishi hapa. Na kukaribisha basi uweze kuwasikiliza. Ningependa kutoa dhana fupi kuhusu Karibu Nyumbani, ambayo kwa namna yake iko mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Takriban miaka 3,600,000 iliyopita, Zamadan maarufu sana barani Afrika na ulimwenguni kote alitembea kwa miguu miwili ndani ya eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Zamadan huyu anajulikana kitaalamu kama Australopithecus afarensis. Zamadan huyu ana umuhimu wake kwa sababu mwaka ujao 2027 itafanyika mashindano ya Afrika, na kwa sababu ni kwa mara ya kwanza hapa Tanzania na kwa mara ya kwanza Zamadan alitembea kwa miguu miwili eneo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, basi sisi tunachukua nafasi hii kuelezea ulimwengu na mataifa yote ya Afrika kuhusu umuhimu wa huyu Zamadan. Zamadan huyu anatutambulisha kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo timu itakayokuwa tunacheza basi na wageni watakaokuja wote wakielekea mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, basi watakuwa wanamwenzi huyu na kuitangaza nchi yetu, kuendelea kuitangaza kimataifa na kitaifa. Ni kwa namna gani huyu Zamadan aliacha hizi nyayo? Ni takriban hiyo miaka 3,600,000. Milipuko 7 kutoka mlima wa Lemanguru ambao uko ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ulilipuka kwa nyakati tofauti na kushusha jivu chini ya uso wa dunia, na baadaye huyu Zamadan ajulikana kama afarensis aliweza kuacha hizo nyayo, na baadaye zilihifadhiwa na milipuko mwingine ambao ulitokana na mlima huo na hatimaye kuhifadhiwa, lakini mvua iliweza kupoza ule moto wa volkano na kutengeneza uji ambao uliweza Zamadan aliweza kupita juu yake na kuacha hizo nyayo. Lakini tukienda kwenye eneo la Olduvai, napo kuna historia muhimu sana katika chimbuko la binadamu. Kwanza, kuna tabaka 5 ambazo zinaweza kutuelezea nini kilitokea katika kipindi cha miaka milioni 2 iliyopita. Pia kuna masalia ya binadamu ajulikanaye kama Zinjanthropus. Huyu ni Zamadan maarufu pia duniani ambaye ametuheshimisha kitaifa na kimataifa. Lakini kuna Zamadan mwingine anayeitwa Homo habilis.
Huyu Zamadam pia amepatikana katika eneo la Olduvai. Huyu pia ndiye muasisi wa kutengeneza zana za mawe za mwanzo. Kumbuka, Ngorongoro ni muhimu sana katika hizo zana ambazo zimepatikana duniani. Kuna zama za mawe za mwanzo, zama za mawe za kati, zama za mawe za mwisho. Zote hizo zimepatikana ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Katika hilo, tunapozungumzia humanity, ubinadamu, kwa maana kwamba civilization, ustaarabu na uwezo wa kutengeneza viwanda umeanzia mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Hawa Zamadam walikuwa na uwezo wa kukusanya malighafi na kukaa sehemu moja ambayo iliwawezesha wao kutengeneza zana na hatimaye kuzitumia. Lakini Zamadam mwingine anajulikana kama Homo erectus. Huyu naye ndiye muasisi wa kutengeneza zana bora ambazo zimepatikana hapa ulimwenguni, zana za mawe. Lakini pia ndiye muasisi wa kutengeneza moto kwa kufikicha. Zamadam mwingine ni wa kisasa ambaye pia amepatikana mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, aitwaye kitaalam Homo sapiens, mimi na wewe. Lakini katika historia ya aina yake Ngorongoro, mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, huyu Homo erectus aliyepatikana hapo ndiye aliyehama Afrika na kwenda mataifa mengine kama Ulaya na Asia. Sasa katika kuenzi umuhimu huo, ndio maana tumekuja na dhana ya kusema Ngorongoro ni nyumbani. Karibu nyumbani. Kumkaribisha kamishna wa uhifadhi mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ili aweze kuzungumza nanyi na muweze kupata machache kutoka nyumbani. Karibu sana Ngorongoro. Leo imekuja Dar es Salaam. Tunawashukuru sana kuungana na sisi jioni ya leo katika kusherekea moja kati ya fahari ambazo Ngorongoro tunaziwakilisha. Sisi kama mamlaka ya Ngorongoro tunaona fahari kuwa ni wasimamizi wa sehemu muhimu sana katika nchi hii. Kama ambavyo imeelezwa, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ni moja kati ya vivutio vikubwa sio tu hapa Tanzania bali katika Afrika na katika dunia nzima. Na mamlaka ya Ngorongoro ni mahususi, pamoja na kwamba ni sawasawa na vivutio vingine, kwa sababu inazo sifa nyingine kede kwa Kiswahili cha Ngorongoro. Kuna kasoko maarufu inafahamika kama kreta. Hiyo hadithi yake ni kubwa sana, tutaizungumza siku nyingine. Kuna mandhari nzuri sana kule. Kuna tamaduni mbalimbali kama ambavyo wenzangu wameeleza, lakini tamaduni mahususi ni za ndugu zetu wa Iraq, Datoga, Wahadzabe na Masai. Watu walioka mwisho. Kwa hiyo hawa ndio wanaounda jamii za watu ambao wanaishi ndani ya eneo la hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro na wanazunguka eneo la mamlaka ya Ngorongoro. Umuhimu wa jamii hizi ni utamaduni mahususi ambao jamii zinautunza na kuonyesha kwa namna mbalimbali. Kama ambavyo leo umepata fursa kidogo ya kuona tamaduni ya ndugu zetu waliokuja hapa. Kuwaonyesha kidogo, lakini ziko nyingine nyingi sana.
Lakini pamoja na hayo ni kwamba ni sehemu ambayo imetunza historia ya aina yake, na hili ndio tunalotaka kulizungumza leo, kwamba Ngorongoro ndiyo sehemu ambayo inatunza historia ya wanadamu wote duniani, na wanadamu wote kama tulivyoambiwa wanaotembea kwa miguu miwili. Imekwisha elezwa na haifahamiki sana. Kwa hiyo kupitia kwenu na wadau wengine tunaizungumza hii kwa fahari kubwa sana, kwa sababu tunafahamu kwamba kuwa mwanzo wa maisha ya binadamu kuna maana kubwa sana. Kuwa mwanzo wa wanadamu na historia, kama mnavyofahamu, ni kwamba mbinu mbalimbali za kufanya kazi kwa mikono, historia inatuonyesha kwamba zimeanzia Ngorongoro kama ilivyoelezwa, tamaduni mbalimbali na zile ambazo mnaendelea kuziona. Lakini kwa umasusi mkubwa zaidi, kwa sababu ya historia inayoonyesha kwamba takriban miaka 3.5 ushahidi umeonyesha kwamba kulikuwa na nyayo za wanadamu ambao baadaye ndio waliokuja kuthibitika kwamba wanatembea kwa mguu. Kwa hivyo hiyo ni historia kubwa sana, na sisi kama Tanzania kupitia Ngorongoro tunaona fahari kuwa ni chanzo cha historia muhimu kama hiyo. Na pia mnafahamu habari maarufu ya Zinjanthropus na wengine kwamba wanapatikana kule Olduvai Gorge. Sasa historia yote hiyo, na bahati nzuri sana kwa siku za karibuni miguu ina hadithi kubwa sana. Kazi za miguu mnazijua. Miguu inafanya kazi ngapi? Inatembea. Miguu inacheza dansi, si ndio? Miguu inacheza kabumbu. Na ndio maana baada ya kuthibitisha kwamba miguu inayocheza kabumbu leo imetoka Ngorongoro, tumeamua sasa kusherekea pia mafanikio ya wale wanaotumia miguu katika kucheza kabumbu na vitu vingine, kwamba hii isingekuwa ni Ngorongoro wasingekuwa hapa. Lakini pamoja na mambo mengine, tunaona fahari pia sisi kama mamlaka ya Ngorongoro kuwa ni sehemu ya kuhifadhi maliasili, kutunza mazingira. Kama mnavyojua, mazingira ni muhimu sana. Maliasili, wanyama aina mbalimbali ni muhimu sana, na Ngorongoro ni moja kati ya sehemu ambako wanyama maarufu 5 wanapatikana kwa wingi katika sehemu ndogo zaidi. Lakini pia katika Tanzania ni sehemu ambayo inahifadhi jamii ambazo zilielekea kutoweka kama faru weupe na faru weusi, wote wapo katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Kwa hiyo kwa hayo yote ndio maana tukawakaribisheni na nyinyi mje kusherekea na sisi mambo ya Ngorongoro, kwamba ni mambo makubwa sana. Lakini muhimu tukasema, kwa sababu sisi wote tumetoka Ngorongoro ambako ndio nyumbani kwetu, tumekujeni kukuita mrudi nyumbani. Kwa hiyo ndio maana leo tumekuita mshirikiane na sisi katika kuwakaribisha watu wote nyumbani, watu wote walioko Dar es Salaam, watu wote Tanzania nzima, watu wote katika Afrika, watu wote kutoka duniani. Sasa tuwanakaribisha waje nyumbani Ngorongoro kwa ajili ya kushuhudia na kupata ladha ya sehemu walikotokea. Kwa mara nyingine tena tunawashukuru sana, tunawakaribisha nyinyi na tunawakaribisha wengine kupitia nyinyi kuja Ngorongoro kusherekea nyumbani kwao na kuja kuwa ni mabalozi wa kuitangaza Ngorongoro na maajabu ya Ngorongoro. Na Ngorongoro kwa maneno machache sana tunasema ni sehemu ya maajabu. Kwa hivyo siku yote ukimsikia mtu anasema Ngorongoro, mwambie wewe utapata fursa ya kuona maajabu, na maajabu yake ni ya ajabu. Nafikiri wengine mtakuwa mmemwona ajabu. Wale ambao mjamuona ajabu, mkija Ngorongoro mtamuona ajabu, na mke wake anaitwa Mwajabu, ambao kupitia kwao tunaendelea kutangaza vivutio, lakini hasa tunaendelea kutangaza maajabu ambayo yako Ngorongoro.
Mtazamaji, tupo ndani ya banda la Wizara ya Maliasili na Utalii na kukumbusha kwamba hizi ni heka za msimu huu wa Sabasaba 2026, lakini tunakukumbusha vile tena Ngorongoro wameweza kutumia nafasi hii au fursa hii kuweza kuwakumbusha Watanzania kwamba warudi nyumbani kwamba Edeni ni Ngorongoro. Binadamu wa kwanza aliishi Ngorongoro, lakini vile pia tunaambiwa kwamba binadamu wa kwanza aliyeweza kutembea kwa miguu miwili kitaalamu anaitwa Homo erectus. Huyu ndiye ambaye aliweza kutumia miguu yake miwili kutembea na kufanya shughuli mbalimbali. Alitembea katika eneo hili la Ngorongoro. Ushahidi uko wa kisayansi unaoelezea mambo yote haya. Leo hii tunapozungumzia 2026, maelfu mamilioni ya vijana duniani wamejiajiri kupitia miguu yao katika mpira wa miguu wakicheza na kujipatia kipato. Hii yote inatokana na ule mwanzo wa binadamu wa kwanza ambaye alitembea kwa miguu yake miwili. Leo hii hapa tunapozungumza tunaye Shomari Kapombe. Shomari Kapombe Baba Esther ambaye yeye ni nahodha wa timu ya Simba ya Tanzania, lakini vile pia ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Anatuambia basi jinsi gani ambavyo yeye peke yake amehamasika kutembelea eneo hili la Ngorongoro ambapo binadamu wa kwanza alitumia miguu katika utafutaji wake wa maisha alipatikana hapa Ngorongoro. Anatuambia jinsi gani ambavyo yeye atatumia fursa yake kuhamasisha mamilioni ya vijana duniani na Tanzania kwa ujumla kutembelea katika eneo hili. Karibu nikukaribishe tuweze kumsikiliza Shomari Kapombe. Huyu hapa. Nimefurahi kwanza kuwa hapa na nimefurahi sana kuwa na ndugu zangu wa hifadhi ya Ngorongoro katika tukio hili kubwa la kuweza kukaribisha watu wote duniani kuweza kuja ndani ya hifadhi yetu ya Ngorongoro, na kama mnavyojua kwamba na ushahidi upo wa historia yetu kwamba binadamu wa kwanza amejulikana na ametambulika katika hifadhi ya Ngorongoro na nyayo zake zimepatikana pale, na kama mnavyojua alianza kutembea kwa miguu miwili, na mimi kama mchezaji natumia miguu miwili, kwa hiyo na imani kwamba mpira ulianzia pale. Na waomba wachezaji na wanamichezo wote kuweza kukaribia au kufanya mapumziko yao katika hifadhi ya Ngorongoro, kwa sababu kuna vitu vingi vya kwenda kujifunza na vile kuna vitu vingi vya kwenda kuenjoy. Kwa hiyo namuomba kamishna, mimi nitakuwa mtu wa kwanza katika mapumziko haya na familia yangu kuweza kufika pale Ngorongoro. Asanteni sana.